Hello my good people. It's Grace again. Najua mumeuliza nilienda wapi. So, sijabebwa na floods. Oh, pole kwa wale wenye wanasombwa na floods. I know it's a hard time for you and I can imagine the situation. Kukua kule kuna flood. Aki, let's pray for each other. Let's keep safe na to follow the safety guidelines. So, nimewakawia, ningetaka kujua how you are na I hope mko poa. Thank you for the subscribers. I just want to encourage you to keep on subscribing, sharing and commenting, and let's like. Ikikubamba sana unaweka like. So unakaa ukikumbuka what kenye kila kitu kenye nimekuwa niki-explain. I know some people wanaona like it's just a normal story, but it's not a normal story. It's some lessons that we need to learn. So tuliwachia mahali nikawaambia I'll come and tackle a sensitive issue, and the issue is about the prisoners hizo items zile zenye wanaletewa na well wishers, zenye wanaletewa na family kwenye zinaendanga. So nikawaambia it's a sensitive topic juu sometimes you know our Kenya ni Kenya na kila mahali Kenya is Kenyaing. Na wale watu wako huko ndani wote ni wa Kenya. So you know the character of the prison wardens, and you know the character of a normal police. Let me not say prison wardens juu wengi wetu ni wenye tujajua how they behave, but they are like normal police. Sorry Negekoyo, sorry the normal policeman, ile character yake ndio the same na ile a prison warden. So kuna kuwaga na two types of visitation. Kuna remote parenting na kuna ile the monthly visits. Na nitaongeza the third ambayo inakuwaga mna visitiwa na well wishers, the humanitarians and wenye the Christians, the missionaries and the Muslims, what religious wale official leaders, government officers, they come wakujangi. So it's the culture of Africans. Ufai kutembea somewhere while you are empty-handed. Sometimes wanakujanga na vitu. Like they come, they decide today to spoil prisoners. So ndio nataka ni tackle each person. So kuna the family wanakujanga like the visitation inakuwaga ni two types of visitations. Kuna kuwaga na monthly visitation. Una visitiwa once in a month. Na hiyo once kuna kuwaga na saa zingine kuna punishment. Munafanyango mirror visits, ama kama hii time ya COVID. Najua kuna mwenye aliniambia I'll tackle story ya venye COVID kulikuwa. Hiyo itakuwa a day on its own. So kuna wenye wanakujanga inakuwa kuna like hiyo COVID, kuna punishment. Sasa zenye mmekosea, like makosea mtu mmoja mara mingi jela yuchukuliwa kila mtu. So mkibehave mtu mmoja akibehave baya inaweza fanya punishment ikue kwa kila mtu, like a kind of punishment niyo mirror visits. So mirror visit ni mnakuja mnaona ni like mnakuja na you see your family member pale kwa kamera kametobolewa tu kashimo. Sasa kazi yako ni kuweka masikio, anaongea, anaweka mdomo pale at the other end, anaweka mdomo anakuambia kenye anataka kukuambia, unatoa, unaweka mdomo, anaweka masikio. Hiyo ndio mirror visit. So unakuta it's struggling inakuaga. Alafu akiwa amekubebea shopping anakuja anapeana kwa askari anaipiga search, alafu unapatiwa kama ziko approved, unapatiwa vitu zako. So hiyo ndio mirror visit. Kuna hii nyingine ambayo kuna nini ambayo kuna remote parenting. Sorry Negekoyo, nimeongea Kikuyu mingi sana, pole. So kuna remote parenting ni kama ile yenye watu wanafanyanga wakiwa boarding school. So mnaijua ile mzazi anakuja na anakukuletea snacks. Saa zingine wanakubalishangwa they cook for you, unapikiwa kutoka home wanakuletea.
mna have fun the whole day, mnashinda na yeye huko tu ndani ya prison, mnashinda huko until like inaanzanga at from 10 to 4 in the evening. So after 4 anaenda, and you invite a maximum of 4 people. So kama kuna kitu amekuletea hapo atakupea like money. Najua wenye wanafikiria about money huwa mnaandikiwa kwa kitu inaitangwa ledger book. You know the normal ledger book inakuwa imeandikwa the numbers, the page numbers. So hizo page numbers ndizo ukiachiwa pesa pale kwa gate inaandikwa, inapelekwa kwa shop, unapewa page number. So if you want to buy something you go and give the page number. Pesa inakuwa inakatwa until penye utafika tu, ukisikia add ukisikia je page kija you are given another number hivyo. And kuna time ya kwenda kufanya hesabu na the in charge of the shop, mnaenda mnafanya hesabu, kama kuna pesa yako upati you get it, kama kuna ile yenye hesabu yani it's like accountability. Haya sasa kuna hii vitu zinaletwa na nani? Vitu zinaletwa na the parents, na zinaletwa na humanitarians au the other visitors, the other kind of visitors apart from the parents. Wanawaleteanga like tissues, soap, mafuta ni ya ng'ombe, mnaletewa mafuta, mnaletewa tu pads, mnaletewa toothpaste, vitu mob like kama uko na watoto unaletewa nguo kutoka home, unaletewa diapers hivyo. So zenye umeletewa na watu wenyu, hiyo utanyang'anywa. Lakini zikikuwa excess azikaangi kwa ward, mnakuaga na store mnaikaga vitu every time, mnaitango mtoe vitu kwa store, kama umeishiwa unaenda unatoa. Lakini kuna hizi zinaletangwa na well wishers like wanakuletea soap mtumie, na watu wasinipige mawe juu vitu zingine tuongelele. Juu the time well wisher amebai kitu kwa mahali anajua amepelekea prisoner, ajapeleka iende ikuwe misused. So unakutaga another time au aziwafiki na mtawai ziona. Like the time nilikuwa na mtoto, kuna baby blankets ziuletwa, hizi warm blankets za kushika mtoto. Hizo blankets zililetwa na the famous Awinja Nyamwalo the comedian. Amekam na baby blankets over 100 pieces. So wenye tulienda kuzireceive tulipata tu watu watatu, but the other people wenye tuliitwa 3 people tupokee zawadi za mama watoto. So hizo zingine we don't know where they went until today, until the day nilitoka prison. Sikuwa iona ati mtu anapewa baby blanket, but unazikutanga kwa kambi yao wamezianika huko. Unakuta like there was a time Sitam imeleta buckets za maji. Hiyo Sitam insist ikasema tunataka to distribute kwa each and every person. Hawakukata, tukapangishwa line, tukamaliza kupanga line, kila mtu anapewa. Na iko na vitu ndani, iko na soap, iko na vitu za kutumia the small necessities zimewekwa ndani ya hiyo bucket. So venye Sitam walienda, they came wakasema soap tulikuwa tumepewa ile mti mzima, ile panga, unaona ile sabuni ya panga, the whole bar, hiyo kimti tunaitaga mti ya sabuni, unapewa mti ya sabuni. Wakasema wanataka mti ya sabuni, wanataka hizo sabuni, na wanataka bucket. Kukuwa na bucket more than 3 ni illegal. Zikaenda na kila mtu alinyang'anyagwa, tukabaki hivyo, na Sitam ikabaki ikijua tulipatiwa vitu. So mimi naweza waambia si ati mkose kupelekea prisoners vitu, but when mkipeleka jueni mnapeleka it's 50-50. Wanaweza pewa ama wakose kupewa. Kuna time wataka mtu aanze kutangaza, waanze kusema like time tulikuwa na watoto, waanze kusema we want to give, tunataka kutafutia watoto sponsors. Juu wengine hawavizitiwi, wengine I don't know, vitu tu watapeana excuse. So wanakuja visitors, wanakuja na wana adopt people. So unakuta someone anakutumia pesa ya kununulia mtoto maziwa, but haifiki huyo prisoner.
inafikia askari lakini ifiki prisoner. So kila mtu mwenye amesimamia docket fulani kuna ile kitu anakulia kwa prisoners, and which it's very wrong. Juu utakuta like a prisoner ana sabuni. Hizi zenye zinaletwa zinawekwa kwa store, unakutaga wenye wamefungwa like 2 weeks hawajaletewa anything na hawana mtu wa kuwapea soap. Wenye wameishi huko ndani ndio huwasaidia. Unakuta nyinyi wote mnasafa as you share kenye umeletewa na familia yako. The askari wanaweka zile zingine zenye wenye wangepea hawa wenye wanakuja. So na ukienda kuitisha unakuta you are beaten. Like mimi kama sasa hivi nimeweka hii video, I wouldn't want ikuwe ni collide now, but ukweli ikuwe imesemwa. Naomba msamaha kwa ule askari mwenye ameona hii, na please niuieni radhi. So tunaendelea. Inanipeaga emotions, na mimi ni ule mtu I cry in silence. I don't cry like ukiniona nimelia jua imeniweza. So tunapata vitu, watu wanateseka kule ndani, hawana vitu, hawana social amenities. Like unakuta like the blankets zenye watu wanapeagwa, unakuta bado tu hao askari watawanyima. Like there is a time watakuja search the blankets. Ile blanket walikupea 3, kuna time watakunyang'anya ubaki na 1 blanket. Hizo zingine zenye zilikuja mpya waende nazo home. Mattresses, utakuta zile mattresses old ndizo mnaishi kulalia na mnalala. Saa zingine kuna other wards hakuna mattress, hakuna vitanda, so watu wanalala chini. Kwa si wards zote zinakuwa na vitanda jela, so unakuta wengine wanalala chini, wako na mattress ile kale kaulimi. Life huko unakontroliwa by ule mtu mwenye uwezi expect atakukontrol. Huyo ndo anakukontrol. You have no say. Kitu ikiletwa wasema wapeani. Like kuna time unaweza kutoa wameleta maziwa na mkate ya prisoners, hakuna. Prisoners hawataipata. Waliona ikikuja na wakaenda wakapigwa picha ndio hizo vitu zao zimeletwa, but they won't be given. Kuna time watu wanakuja kuwapikia, they come wanawapikia chapati, nyama. The askaris ndio ukula, wanabebanga mpaka na hot dish, na every time hiyo chakula inaendanga kuiva. Si hao watu nje ndio wamekaa kuwapikia, wanakubalishwa wakuje wapikie. Ikifika ni saa ya kuserve, I know some people washaifika Lang'ata maximum wakienda kupikia wafungwa. Ikifika hiyo time ya kuserve, awachangi wa wasavu wanaanza kuharakisha, time yenyu imeisha, tokeni, unakuta chakula watakula, wafungwa watakula. The officers ndio wanabeba wanapeleka makwao. Yeah, hiyo ndio situation, na the situation is so frustrating. Juu hakuna mtu anaweza stand against them aanze kuambia oh you are doing bad. Utaona mbaya. So many people waga wanaumia huko juu ya stand for their rights. Na ile kitu yenye niliwaambia, kuna kuaga na right na privilege. So ukienda stand for your right, unaambiango huku ulinyang'anywa all your rights. The only right ulibakishiwa, as long as hukufungwa kinyongo, ulibakishiwa the right to life. So nataka tu niwaeleze, the time like you young people, the time unafanya those bad things, would you want to feel the frustration zenye the prisoners wakiwa ndani wao feel? It's very, very distressing. Hakuna kitu mbaya kama ujue you are going to you are very able to fend for yourself. You are very able to fend for yourself. Alafu mtu anakuja anakufanyia tu vitu like ujawai uwezi jisaidia. You are helpless. You become very, very helpless. Hapo ndipo unakujanga kujua na kweli freedom is a privilege. Okay, I know nimeanza kukua emotional. I don't want to be emotional. Really, Peter. And I'm praying for my sisters who are in there and my brothers who are in there. I'm really praying for them. We're talking. Now, I don't want more people to offend. I want people waishi in freedom. They serve in their freedom. Watu waogelee kwenye freedom yao. Na mkiogelea mkumbukange freedom is a privilege. So,
tulikuwa hapo kwa hizo the amenities. So unakutaga kama the trustees hukula na askari. Na anytime kuna kuaga watu wanataka accountability, like any of you anataka kwenda kufuatilia hizi vitu ama zinafikianga ama the prisoners wanapatanga kenye nafaa. Uaga wanakuaga na watu wao. Na ukienda kule kufanya like research, uaga kuna wale wenye wanapikiwa. Huyu ndo anaweza enda afanye hiyo research. Huyo mtu amekaa amekuwa like ametuniwa. Ako programmed. Haezi wasaliti. Wawezi chukua ule mtu mwenye atawasaliti. So the time prisoner amekaa like a trustee, amekaa mama prisoner amekuja akawaambia tunapataga. Mtaona ameongelelea wote. But let me tell you the truth. Vitu azifiki prisoners. So the time unapeleka kule vitu, sisemi wapeleke juu you are playing your part. Tunasemanga aje, when you are able to give, when you are able to help someone, ukatae kumsaidia, God anakushikaga like you are in a debt with God. So you complete your debt, peleka. The other case wenyewe ndio wata case with God. It's so bad. Watu ndio hutumianga vitu za prisoners na si kuwadanganyia. They normally use vitu za prisoners. Anyway, kuna wale wengine wanajiita gati wako kwa vitu zinaitangwa discharge board, wenye wako kwa kuna discharge board. Discharge board huwa inasimamia wale watu wenye wanatoka nje. Wanasema tunakusaidia you reintegrate with the society. I'm telling you, discharge board yote ya jela, it's a total failure. Juu inakuwaga imejaa tu askari. It's headed by the askaris. So sasa zenye mumeenda discharge board, kuna wale wenye pledge nitakubaia nguo ya kutoka, kuna mwenye na pledge nitakusaidia na pesa uanze biashara, nitakusaidia uende upate, nitakuandika kazi. So sasa wame pledge hivyo, they have their own organizations. Na I'm sorry to say this, kuna like another organization watu wishi kusifu. The only organization that works in prison is Faraja Foundation ndio ina workingi rightfully. Lakini kuna another organization sitaitaja juu I don't have a lawyer. Sina lawyer. Lakini that organization inakuwaga ya kukula the money of prisoners. Wanaenda wanaomba usaidizi huko, wanasema we normally help prisoners wakitoka, tunawasaidia nguo, tunawasaidia kureintegrate, mwenye amewachwa kwao tunamtafutia nyumba. Me I can testify venye nilitoka, kuna organization it promised to pay for my hostel. Na the time nilianza kufuatilia, nilifika home November, nilikuwa niingie May intake. Ilikuwa imepledge itasaidia kutafuta accommodation. I'm telling you, they blacklisted me like nobody's business. Na saa hiyo imenitisha details za my schooling, venye niliperform, wamenitisha my papers za high school, watu wameenda kunitafutia mfadhili. Na wakanipigia, wakaniambia go to Chuka, tafuta nyumba, utuambie ni how much, tunataka tukusaidie. I came, nikatafuta, nikawapigia, na wakaniambia wamepata mtu and he's going to pay next week. Imagine they blacklisted me. So watch out, ukiambiwa na mtu hii pesa ni ya kusaidia mfungwa, ukitaka kusaidia mfungwa vizuri mwenye anatoka, if you want to help mfungwa mwenye anatoka na reintegration, umshike mkono wewe mwenyewe, then you help that person. Juu organizations zenye zimeformiwa at their discharge boards, no, they are total failure. Wanakupromise, like mimi nilipromisiwa mpaka sabuni, I make liquid soap, nilikuwa nimesomea kutengeneza detergents. They said watanipatia like 20 liters nikuje nianze kuuza sabuni. Mpaka wa leo hii I have never seen them. The only person aliprovide ni mwenye alikuwa ananiambia ataniletea shoes. Na the shoes zikifika hazikufikiwe, so you won't know ni viatu gani alituma. Juu anakuja like with 20 pairs, unakuta umepatiwa zenye zimeraruka.
But I know maybe ya kupeana zenye zimeraruka juu wao wenyewe they exchange, wako na zile zenye wameka kwa store, zile zenye zimeharibika they go. Sometimes unaitwa, like mimi nikiitwa niliambiwa nimeletewa vitu nikuje jioni, kukuja na fungulio store naambiwa nichague huko ndani vitu zilieko huko ndani, nitajua aje hii ndio alileta na hii ndio hakuleta? So the time before you do something and you know that something itakulandisha kwa jela, so tafadhali think twice. Anyway, wacha nikomea hapo. Najua nimesema mengi, but one thing or the other, kuna ule mtu atagrasp something, na nimeomba msamaha kwa ule mtu mwenye nimeoffend if nimeoffend mtu. Na without further ado na waambia tu msubscribe, mlike, mshare, mcomment, and tuendelee kukua pamoja. And do not let the weather dictate who you are, and do not let the weather to set the limit of your success. You only set the limit yourself. Kuna hii saying mimi usema, wewe tu ndio unajua the sacrifice you've made to be where you are. So wewe tu, you are the only one who can set the price. You are the only one who can set your price. So mwenye atafika bei afike, na mwenye atafika wacha atembe. Sawa. Na tukiendelea hivyo tutakuwa sawa. Na ninaomba tu shukrani na ninawashukuru. And wacha to keep peace. And tuseme crime si poa, si ndio? Thank you.